Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuzua hofu ya mgogoro mkubwa wa kijeshi, Rais wa Urusi Vladimir Putin amejitokeza kama mmoja wa viongozi wakuu wa dunia wanaotaka kuona njia ya diplomasia ikipewa kipaumbele badala ya vita. Katika hatua iliyovuta hisia za kimataifa, Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akijadili hali tete ya usalama Mashariki ya Kati, hususani mvutano unaohusisha Iran, Israeli na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kremlin, Putin alieleza msimamo wa Urusi ni kuwa matumizi ya nguvu za kijeshi hayatatoa suluhisho la kudumu, bali yataongeza machungu, vifo na kuyumbishwa zaidi katika eneo ambalo tayari lina migogoro mingi. Badala yake, alisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kisiasa na diplomasia ya wazi kati ya pande zinazohusika. Simu hiyo ya Putin imekuja katika kipindi ambacho Israeli imekuwa ikifuatilia kwa karibu kauli na hatua za Marekani dhidi ya Iran, huku ikiona Iran kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa taifa. Hata hivyo, Urusi imechukua msimamo wa kati, ikijaribu kudumisha uhusiano wake na Israeli bila kuivunja Iran, ambayo ni mshirika wake wa kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati. Mbali na kuwasiliana na Netanyahu, Putin pia amefanya mazungumzo ya simu na rais wa Iran, akisisitiza ujumbe ule ule kwamba mgogoro wowote unaohusu Iran unapaswa kutatuliwa kwa njia za kisiasa na si mabomu ama makombora. Hatua hii imeonyesha wazi nia ya Urusi kujijenga kama mpatanishi wa kimataifa, hasa katika wakati ambapo Marekani inachukuliwa kuwa upande mmojawapo katika mgogoro huo. Wachambuzi wanasema kuwa Urusi inajaribu kutumia nafasi hii kuonyesha kwamba bado ni muhimili muhimu wa diplomasia ya dunia, licha ya kujikuta yenyewe ikihusishwa na vita nchini Ukraine. Kwa upande wa Israeli, simu ya Putin ina uzito mkubwa. Ingawa Israeli ina uhusiano wa karibu sana na Marekani, pia inatambua kuwa Urusi ina ushawishi mkubwa kwa Iran na kwa makundi yanayoungwa mkono na Iran katika eneo hilo. Hivyo mawasiliano ya Moscow yanaweza kuwa daraja muhimu la kupunguza hatari ya vita ya moja kwa moja. Putin ameeleza kuwa Urusi ipo tayari kushiriki kikamilifu katika juhudi zote za kimataifa zinazolenga kupunguza mvutano, ili mradi tu juhudi hizo zitazingatia heshima ya mamlaka ya mataifa, sheria za kimataifa na kuepuka matumizi ya nguvu. Kwa ujumla, simu ya Putin kwenda Israeli inaashiria mapambano ya kimkakati kati ya diplomasia na vita. Wakati baadhi ya mataifa yakionyesha misuli ya kijeshi, Urusi inajaribu kuonyesha hoja kwamba suluhu ya kudumu ya Mashariki ya Kati haiwezi kupatikana kwa mabomu, bali kwa mazungumzo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.